Bwana Yesu asifiwe sana. Anastahili sifa sana Yesu. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya wakati huu tena Bwana, alfajiri ya leo. Nakushukuru sana kwa sababu ya neema yako Bwana wangu na baba yangu. Ninasema asante kwa vile ambavyo Mungu mtakatifu umekuwa pamoja nasi. Asante kwa kututunza mikononi mwako hata wakati huu. Nasema asante kwa sababu imegharimu damu yako mwenyewe ni tuwe hai, lakini imegharimu mkono wako ili tuwe salama e Bwana. Baba, ninakushukuru mno kwa vile umekuwa pamoja nasi e Bwana. Jina lako na liinuliwe, kuhimidiwa na kutukuzwa sana, kwa kuwa ni kweli na ndivyo ilivyo kwamba e Bwana unastahili mno. Katika jina la Yesu Kristo Mwokozi uliye hai, ninasema asante Bwana kwa sababu ya majira haya tena, kwa sababu Mungu mtakatifu Bwana wangu uko tayari kuzungumza nasi tena Bwana kwa mara nyingine na kwa namna nyingine, katika jina lenye nguvu la Yesu Mwokozi. Baba, tunakusihi neema yako iendelee kuwa pamoja nasi mahali hapa. Roho Mtakatifu kaendelee kutawala, ukaendelee kusema nasi Bwana, katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo Mwokozi uliye hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu sana sana kwa sababu ya neema yake. Praise Jesus our Lord. Hallelujah. Ninamshukuru Mungu kwa sababu ya mapambazuko haya. Nikukaribishe mpendo ambao unatufuatilia katika mitandao ya kijamii, unatufuatilia kupitia Facebook. Nikukaribishe kwenye mapambazuko ya kizazi cha wamtafutao Bwana. Sisi asubuhi tukiamka, Mungu akitupa neema, anapotuamsha, tunakutana na Bwana kwanza, tunakutana na Yesu kwanza, alafu tukaendelee na shughuli ambazo anatupa kufanya. Sio tunataka kufanya, anatupa kufanya. Haleluya sana. Sasa tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ya asubuhi ya leo. Naomba tuendelee pale mahala ambako tuliishia last Saturday. Tumekuwa tunazungumza kipengele kimoja, ama tumekuwa tunazungumza kuhusu elimu ya Mungu ama nguvu ya kujua. Sasa nimezungumza mambo kadhaa. Nikasema moja kati ya mambo ambayo nimezungumza, nilisema kwamba elimu iliyo ndani yako ndio inayo drive maisha yako. The knowledge in you drives your life. So ndio inayokuendesha, kwa sababu mtu anaishi kulingana na kile anajua. Mtu anaishi kulingana na system iliyopo na mambo yanavyoendelea, ndivyo anavyoishi. Sasa nikasema hivi kwamba kujua, ukijua sana kuhusu mambo ya dunia, sio rahisi uyaishi mambo ya Mungu, kwa sababu yale unayoyajua kwa undani ni ya dunia. Ukijua zaidi kuhusu dunia, utaishi sawasawa na dunia au elimu ya dunia inavyozungumza. Lakini ukijua sana kuhusu Mungu, inawezekana kabisa elimu ya dunia isikusumbue, kwa sababu umeelewa nguvu iliyo katika Mungu, ama nguvu alionayo Mungu. Ana uwezo wa kukuvusha mahali ambako elimu ya kawaida inakwambia haiwezekani. Asifiwe Mwokozi Yesu. Mahali ambako elimu ya kawaida inakwambia haiwezekani, elimu ya Mungu inakwambia kisichowezekana kwako kwangu kinawezekana. So unaweza kuvuka hapa. Kwa mfano, akina Shadrach, Meshach na Abednego wasingekuwa wamepata nafasi ya kumjua Mungu, lazima moja kwa moja na wao wangekuwa kwenye mkumbo wa kusujudia sanamu ya nani? Ya Nebukadreza. Lakini wao walimjua Mungu. Kwa anamwambia mfalme, hata kama utatutupa kwenye huo moto ambao kimsingi umechochewa mara 7, hatujali sana. Kama atatuokoa it's okay, na hata tuokoa pia it's okay, tuko tayari hata kufa. Kwa sababu gani? Walijua Mungu kwamba hata kama ataruhusu wakafa, wanalala, wanajua wanakoenda, maana wanajua kuna maisha baada ya dunia hii. Wao hawakuwa na mashaka, kwa sababu hiyo wakamwambia hakuna shida, hata kama Mungu ataruhusu kwamba tufe ni sawa. Lakini tazama, elimu ya dunia inakuambia ukiingia kwenye moto utaungua na utakufa. Tuko sawa sawa. Lakini elimu ya Mungu ndani yao inawaambia Mungu ana uwezo wa kufanya lolote, na hata asipotuokoa kuna maisha baada ya hapa. Tuko vizuri Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa wanakuwa radhi kutupwa. Lakini nataka ushike jambo hili vizuri, na kuna jambo nataka nikuambie asubuhi ya leo. Tazama vizuri sana. Wale waliowakamata vijana walikuwa 3 wale. Na ninaamini kwamba kama walikuwa wameshikwa na watu wachache, yani waliowabeba, kila mtu alibebwa na watu 2. Sina mashaka na hilo, kati ya 2 mpaka 4. Kwa hiyo angalia,
vijana wako watatu wamebebwa na watu 6. Biblia inasema wale waliowatupa kwenye moto, wakati wanasogea ili watupe kwenye tanuru lile, elewa vizuri, wanasogea watupe kwenye lile tanuru, wanaposogea pale kwenye mdomo wa tanuru, ule mwako wa moto wao wamewarusha, ni kweli, lakini ule mwako wa moto uliwaua. Kama walishikwa na watu wawili, watu 6 walikufa badala yao. Tuko vizuri? Halafu wanaume kule ndani wanatembea, na mwana wa Mungu aliye hai, hawana shida, wanatembea ndani ya lile tanuru, wanatembea ndani ya moto. Halafu ghafla mfalme anaona jambo hili, anasema Meshaki, Shadraka na Abednego, kama mnaweza kutoka just kujeni nje. Wakaja nje, hawana hata harufu ya moto. Nataka uelewe jambo hili vizuri, ya kwamba haitajalisha, ila kuwa makini sana. Usiwahi kutengeneza mazingira ya kumtupa mtu mahali ambako Mungu hajataka huyo mtu waingie, kwa sababu na hata kama Mungu ametaka huyo mtu waingie, chunga sana usio wa kumuingiza mtu kwenye majaribu, kwa sababu ukiwa wa kumuingiza mtu kwenye majaribu, uwe na uhakika kuna gharama utalipa kwa kumuingiza yule mtu mahali pale. Narudia tena, uwe na uhakika kama kuna mahali unachonga, unatengeneza kinyago fulani cha kumuingiza mtu kwenye matatizo, ni kweli ataingia kwenye matatizo kwa kuwa umeamua na Mungu pengine ameruhusu aingie, lakini baada ya yeye kuingia kwenye matatizo lazima na wewe utalipa gharama. Kwa sababu gani? Umeshiriki kwenye jambo hilo. Ni vizuri ukailinda mikono yako, linda macho yako, linda fahamu zako, linda chochote kile, linda kinywa chako kisimwingize mtu kwenye matatizo, linda mwili wako usimwingize mtu kwenye shida, kwa sababu ukimwingiza kwenye shida na wewe kuna gharama utalipa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo walimjua Mungu, haikuwapa shida. Yesu na atukuzwe sana. Kwa hiyo ni muhimu ukajua. Naomba niseme hivi tunapoendelea kwamba, wapendwa, elimu haifutwagi na porojo. Elimu ndani ya watu haifutwagi na porojo. Elimu inafutwa na elimu. Ngoja niseme tena, elimu inafutwa na elimu. Kwa mfano, ile elimu ya kuambiwa hii ndiyo ina mkono mfupi, hiyo elimu ilifutwa na kuonyeshwa this is A and not mkia mfupi, ukaanza kuunganishwa. Narudia tena uelewe vizuri, ile elimu ya kusema hii inakaa sijui kama nini, hii iliondoka. Elimu inafutwaga na elimu. Hakuna elimu inayofutwa na porojo. Iwe elimu mbovu inafutwa na elimu nzuri, iwe elimu nzuri inafutwa na elimu nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Elimu haifutwagi na porojo. Sasa kama ulikuwa unajua mambo ya dunia, huwezi kuyaondoa ndani yako, huwezi kuishinda ile elimu ndani yako kienyeji. Lazima uamue kuitafuta, lazima uipate elimu ya Mungu ndio uweze kufuta nini? Hiyo elimu mbovu iliyo ndani yako. Elimu mbaya inafutwa na elimu nzuri, na hata wakati mwingine elimu nzuri inaweza kufunikwa na elimu mbaya, lakini elimu inafutwa na elimu, elimu inafunikwa na elimu na si vinginevyo. Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mtu anaposoma akawa ni mwalimu, kwa mfano, akiongeza elimu akafika mahali pakuwa profesa, uprofesa umefunika mwalimu. Kwa sababu gani? Elimu inafunikwa na elimu. Elimu haiondolewi na porojo, haiondolewi na maneno. Elimu inaondolewa na elimu nyingine. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. So ni muhimu sana kwenye habari ya kujua elimu ya Mungu iwe ndani yako kuliko elimu ya dunia. Elimu ya dunia ina faida zake, lakini elimu ya Mungu ina faida zaidi. Kwa hiyo cha kulinda sana na cha kutafuta, mpendwa, tafuta sana kuwa na elimu ya Mungu ndani yako. Hii ina faida zaidi kwa sababu yenyewe inakuonyesha mambo ya maisha haya na inakuonyesha mambo ya milele ijayo, maisha baada ya kifo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe.
Elimu ya Mungu ni muhimu sana. Kinachosababisha watu tunashindwa kumuishi Mungu ni kwa sababu elimu ya Mungu ni kidogo ndani yetu, iko ndogo ndani yetu. Elimu ya Mungu lazima iongezeke ndani yetu. Kitakachotuvusha na kutusaidia mahali ni kupata nafasi ya kumjua Mungu. Kwa kumjua Mungu ndio kunatupa neema ya kuvuka. Bwana Yesu asifiwe. Tena amba tusome kitabu hapa. Yohana Mtakatifu sura ya 17. Yohana Mtakatifu sura ya 17. Naomba nisome mstari wa 1 mpaka wa 3. Maneno hayo aliyasema Yesu, akainua macho yake kuelekea mbinguni akasema, Baba, saa imekwisha kufika, umtukuze mwanao, ili mwana wako naye akutukuze wewe. Anasema kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Sura wa 3 ndo nautaka sana, nasema na uzima wa milele ndio huu, wakujua wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Angalia, kumjua Mungu ni uzima. Kumjua Mungu ni uzima wa milele. Kumjua Mungu ni muhimu sana. Tafuta kujifunza, tafuta kuona, tafuta kuelewa kuhusu Mungu. Yaani tafuta sana kujua kuhusu Mungu. Tafuta, na nimeshakuambia mambo ya kufanya pale juu. Nimeshakuambia. Yaani hiyo ni muhimu sana, ujitahidi na Mungu akupe neema. Tafuta sana kumjua Mungu zaidi kuliko kujua mambo ya dunia. Nisikilize. Usalama wa maisha ya mtu duniani ni kumjua Mungu. Usalama wa maisha ya mtu duniani ni kumwelewa Mungu. Na uwe mmoja kati ya wale ambao Yesu anataka kuwafunulia. Ukimpendeza Yesu, Yesu anakufunulia vizuri mambo ya ufalme wa Mungu, utayajua vizuri. Naomba ushike hii kitu vizuri sana. Angalia, kama ni kweli unalipa gharama nyingi kwa ajili ya watoto wako kwenda kusoma kwenye shule nzuri na pengine hata nje ya nchi, ni sawa kabisa. Lakini kabla hujatumia hiyo gharama kubwa kuwafundisha kuhusu dunia, kuwafundisha namna ya kutumia teknolojia vizuri na nini na vile, ni sawa kabisa. Lakini kumbuka, wafundishe sana kumjua Mungu. Wafundishe sana kumjua Mungu. Angalia kitu ambacho Mungu anazungumza na Musa au na wana wa Israeli, anawaambia hivi, mambo haya uwafundishe watoto wako, tena uyazungumze uketipo mezani pako. Anasema uyafunge kwenye kibao cha moyo wako. Hapo anasema wafundishe watoto wako, wafundishe kuhusu Mungu. Kwa nini? Wakimjua Mungu duniani humu, maisha haya bila kumjua Mungu, dunia itakupoteza. Bila kumjua Mungu kuna mambo hutashinda, huwezi kuyavuka kabisa. Ila siku utakuwa mtu wa kuteleza, umetoka na yule, maisha yako yatakuwa hayana mwelekeo. Lakini ukimjua Mungu, maisha yako yanakuwa na mwelekeo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tazama hivi. Naomba tusome kitabu cha Warumi. Nilisema elimu haiwezi kufutwa na porojo. Elimu inafutwa na elimu. Na ni muhimu ukakumbuka kwamba niliwahi kusema, lakini niseme tena kwamba mwili wako huwezi kuudhibiti kwa kutumia komwe. Kwa kutumia elimu ya dunia huwezi kuudhibiti mwili, huwezi kudhibiti maisha yako, huwezi kudhibiti hasira, huwezi kudhibiti hivi vitu mbalimbali, huwezi kuvidhibiti. Ni muhimu sana ukajua elimu ya Mungu ndiyo inayotupa neema ya kutiisha vitu kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Warumi sura ya 1 mstari wa 28. Warumi sura ya 1 28. Neno la Mungu linasema hivi: na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza. Mungu anataka sana kuwa na wewe, kukujulisha, kukufundisha, elimu yake iwe ndani yako. Anataka sana, ila wanadamu ndio waliokataa. Nisikilize, anasema vizuri, wanadamu ndio waliokataa. Kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, kama walivyokataa kuwa na elimu ya Mungu ndani yao,
Hii ilipelekea Mungu akawaacha. Walipenda zaidi kujifunza na kujua kuhusu dunia. Mungu ikapelekea Mungu awaache, maana Mungu anaga tabia ya kulazimisha mtu. Ikapelekea Mungu awaache wafuate akili zao ambazo kimsingi hazifai, na kule kufuata akili zao zisizofaa kukaleta matokeo ya wao kufanya yasiyowapasa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Narudia tena, Mungu anataka sana kuwa na watu kwenye fahamu zao, kuwa kwenye fahamu za watu ili aweze kuendesha. Kwa lugha nyingine, yeye awe elimu ndani yako. Yeye akishakuwa elimu ndani yako, ukawa unamjua vizuri, yeye akiwa elimu ndani yako, atakuwa kwenye fahamu zako. Maana kumbuka nilikuambia, kile ambacho unakisoma mara kwa mara huwa ndicho kinabaki, au kukisikia kile unachojifunza mara kwa mara ndicho kinachobaki kwenye moyo wako, na ndicho kinachokuja mara nyingi kwenye fahamu zako, na ndicho huwa kinakuwa tafakari yako ya muda mrefu zaidi. Yesu na atusaidie. Jamani, Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo tazama sasa, anasema kama walivyokataa kwa na Mungu, ni wao walikataa. Mungu anataka sana watu wamjue, anataka sana watu waelewe, akae kwenye fahamu zao, akae kwenye akili zao, yani wao wanamtafakari yeye. Lakini haiwezekanaje? Lazima tufuate yale mambo manne niliyokuambia. Bwana Yesu asifiwe. Jifunze, amua kuwa mtu wa kujifunza neno la Mungu, amua kuwa mtu wa kuomba, amua kuwa mtu wa kuishi uweponi. Yesu na atusaidie. Haya mambo matatu yatakusaidia kupata elimu ya Mungu ndani yako, na kusaidia kupata elimu ya Mungu ndani yako atakuwa kwenye fahamu zako, atakuwa ndiyo tafakari yako. Kuna mambo utaweza kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao. Hii ilipelekea Mungu awaache wafuate akili zao zisizofaa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nataka ujue jambo hili, hakuna akili ya askofu wala ya mchungaji, hakuna akili ya mzee wa kanisa, hakuna akili ya shemasi wala akili ya mshirika inayofaa mbele za Mungu. Hakuna akili ya shehe, hakuna akili ya imamu, hakuna akili ya ustazi, sio hakuna akili ya nani na nani na nani, wala muumini yoyote ambayo inafaa mbele za Mungu. Nisikilize, akili zetu zinakubalika baada ya Mungu kukaa ndani yetu. Nasema tena, akili zetu zinakubalika baada ya Mungu kukaa ndani yetu. Ndio maana nataka akae kwenye fahamu zetu. Kwa maana nini? Tujifunze kuhusu yeye. Tukijifunza kuhusu yeye, ile elimu itabaki mioyoni. Ile elimu ikibaki mioyoni, yeye na itakuwa inakuja sana kwenye nini? Kwenye fahamu zetu. Na hiyo ndio itakuwa tafakari yetu. Hiyo ndio itakayosababisha akili zetu ziwe zinafaa mbele za Mungu. Nje na hapo, akili zetu ni bure, hazifai. Akili hizi ambazo zinakuambia nenda hata kwa mganga ili mradi upate hela, akili hizi ambazo zinakuambia nenda hata ukajiunge na vyama vya madevil worshippers, ukajiunge si Freemason, si Illuminati, si wapi, ukajiunga ili upate hela. Yani akili hizi ambazo zinakuambia fanya lolote ile ili mradi upate hela, hata kama ni haramu, hata kama ni ya kuiba, ili mradi upate hela, akili hizo ndio zinafai. Yani hizo akili hazifai, si tu kwako, hata kwa jamii hazifai. Hazifai kwa jamii wala kwako mwenyewe hazifai. Yesu atusaidie sana. Kwa Mungu anataka sana, anapozungumza maneno haya ni kwamba anataka sana kuwa na watu kwenye fahamu za watu. Akae, tutafute yeye, tutafute kujua kuhusu yeye. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna mambo mengine ambayo tunaona hayawezekani, ni kwa sababu hujajifunza wala huelewi kuhusu Mungu. Atusaidie Mwokozi Yesu. Ndio hii inapelekea unaona haiwezekani, hii haiwezekani, hii haiwezekani. Yesu na atusaidie sana. So ni muhimu sana ukashika hiki kitu vizuri. Jamani, Bwana Yesu na atusaidie. Weka hiyo kitu moyoni mwako, na Mungu akupe neema sana ya kuishi kile ambacho anakitaka. Katika jina la Yesu, Mungu akupe neema sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nilisema juzi, nikasema kwamba kuwa na mali ni jambo moja, kuwa na cha kutoa ni jambo moja, lakini kutoa kunahitaji nguvu. Kama una nguvu ya kutoa, huwezi ukamtolea Mungu. Kama una nguvu ya kutoa, huwezi ukatoa. Nisikizeni, kuwa kumjua Mungu
kunapelekea mtu tayari kumtumikia kwa chochote kile. Unapoona mtu anakataa kumtumikia Mungu, hamjui. Anakataa kutoa kwa ajili ya Mungu, hamjui. Ukimjua Mungu huwezi kuwa na shida kutoa kwa ajili yake. Utakuwa tayari kutoa chochote kile kwa ajili ya Mungu, utakuwa tayari. Ukimjua Mungu huwezi kuogopa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hutaogopa chochote, utaona sawa, ni vizuri na ni vyema kutoa. Lakini kama humjui Mungu, utaona ni shida, unaonewa, unateswa, unanyanyaswa, unanyang'anywa. Lakini kumbuka, tunazungumza kumtolea Mungu, sio kuwatolea watu. Sasa kuna kuwatolea watu na kumtolea Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwezi kuona shida kumtumikia Mungu hata kwa mali yako kama ukimjua Mungu. Kinacholeta shida ni kwamba mpaka unasikia kwa watu wahamasishwe, watu wachangishwe michango na nini na nini, ni kwa sababu watu hatujapata nafasi vizuri ya kumjua Mungu. Tukipata kumjua Mungu vizuri, hatuhitaji kufukuzana, hatuhitaji kufukuzwa, hatuhitaji kulazimishwa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Utapata maelekezo na utayafanyia kazi kama yalivyo. Kwa hiyo nataka uelewe vizuri jambo hili hapa, ulishike vizuri. Anasema wakafuata akili zao zisizofaa, hii ikapelekea wayafanye yasiyo wapasa. Hii ikasababisha wakawa ni watu waliojawa na udhalimu wa kila namna, uovu na tamaa na ubaya. Wamejawa na usuda na uuaji na fitina na hadaa, watu wa nia mbaya, wenye kusengenya na mambo mengine kama hayo. Tatizo ni kwamba Mungu hayuko kwenye fahamu zetu, kwa hatumjui. Tukipata kumjua Mungu, hatuteseki na mambo kama haya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Naomba ushike kitu vizuri. Hebu tusome kitabu cha Mwanzo sura ya 22. Sura ya 22. Mwanzo 22 pale. Tutasoma kuanzia tu mstari wa Mwanzo sura ya 22. Tasoma tu kuanzia mstari wa kwanza. Ni habari ndefu kidogo, lakini sitaisoma yote, wewe utasoma kwa wakati wako yote. Tuone jambo fulani hapa. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema hivi kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 22. Biblia inasema, ikawa baada ya mambo hayo, Mungu alimjaribu Ibrahim akamwambia, Ibrahim, naye akasema, mimi hapa. Akasema, mchukue mwana wako wa pekee umpendaye Isaka. Hata Mungu alijua Ibrahim anampenda Isaka. Ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmojawapo nitakayokuambia. Anasema hivi, Ibrahimu akaondoka alfajiri. Hakukuwa na mjadala baada ya hapo. Nataka ushike vizuri. Wakati mwingine tunaona ni vigumu kufanya baadhi ya mambo kwa ajili ya Mungu. Tunaona ni vigumu sana, mpaka iwe inakuwa vigumu sana kwa sababu hatujamjua. Wakati mwingine tunaona kama tukifanya kwa ajili ya Mungu tunapoteza muda. Tunaona kama tukifanya kwa ajili ya Mungu tunapata hasara. Lakini nataka uelewe vizuri ya kwamba ukimjua Mungu haitakusumbua. Kinachopelekea hiyo ni kwa sababu hujapata nafasi ya kumjua Mungu. Na kama hujamjua Mungu, hauna uzima wa milele ndani yako. Anasema hivi, uzima wa milele ndio huu, wa kujua Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliye mtuma. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ili kusema nini? Hapa ametaja vitu viwili au ametaja wawili tofauti. Wamjue Mungu manake Baba, lakini baada ya hapo na Yesu Kristo, au Yesu Kristo kwanza alafu na Baba wote. Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni muhimu sana ujue. Ibrahimu haoni shida. Biblia inasema mstari wa 3 kwamba akaondoka alfajiri. Hakuna mjadala, hakuna kumuuliza Mungu sasa itakuwaje, umenipa uninyang'anya, hakuna. Anajua you are the real God. Ulinipatia, you gave him to me, and if you want him, I will give you also, because I know that you can give me again. Hallelujah. You can give me another son. So I don't afraid. Yes, I will give you. No problem, my God. Yes, I'm ready to give you. Akaondoka alfajiri. Hana mjadala na mke, hana mjadala na chochote. Anaondoka, hata amuulizi Mungu maswali. Anataka kusema hivyo, kama ulivyoniambia niondoke Harani,
utanionyesha nchi, na kweli umenionyesha. Najua hata hili una uwezo wa kufanya. Narudia tena wapendwa, kumjua Mungu, tafuta kumjua Mungu. Hii itakupelekea uone hakuna asiloweza kufanya. Tatizo unakuwa na woga, unajihurumia mbele zake kwa sababu unaona kama vile wewe unaweza zaidi kuliko yeye, kwa sababu umjui. Pata nafasi ya kumjua Mungu katika jina la Yesu. Nilikuambia mambo ya kufanya pale. So Mungu akupe neema. Mungu na akupe neema. Acha kukaa kawaida. Acha kuishi maisha hayo ya kawaida. Jaribu kubadilika na Mungu akupe neema. Ameachilia neema ya mabadiliko huu mwaka. Sio kawaida. Yesu na atukuzwe sana. Tunaomba Mungu akupe neema. Mungu na akupe neema kabisa. Mungu akuwezeshe. Mungu akupe kuweza. Katika jina la Yesu. Ajifunue kwako. Kwa hiyo ili tumjue Mungu, anahitaji kujidhihirisha kwetu. Atajidhihirishaje? Lazima tuhakikishe maneno yake yako ndani yetu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Naomba uelewe vizuri. Kwenye Yohana Mtakatifu sura ya 14 mstari 23 nasema hivi, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nami nitampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao. 21 anasema hivi pale ujui. 21 anasema yeye aliye na amri zangu na kuzishika ndiye anipendaye, naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ili ajidhihirishe kwake, ili ajidhihirishe kwetu, tupate kumwelewa, tupate kumjua, ni muhimu tukajua kwamba inahitajika sana sana sana. Na Mungu atupe hiyo neema katika jina la Yesu. Mungu atupe neema ya kuyatii maneno yake. Bwana Yesu asifiwe. Acha tukapata nafasi ya kuomba asubuhi ya leo. Muda wetu umeisha, lakini tuna mstari mmoja wa kumalizia pale, baadaye tutavuka kutoka kwenye kipengele hicho. Bwana Yesu asifiwe. Acha tukapata nafasi ya kuomba katika asubuhi hii ya leo, na Mungu atatupa neema. Baba, katika jina la Yesu tunasema asante sana kwa sababu ya wema wako. Asante kwa sababu ya fadhili zako Jehova. Wewe ni mtakatifu mno, wewe ni mwenye haki sana, Bwana wangu na Baba yangu. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai, Mungu wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu ninakutukuza sana Bwana, ninakuinua kwa kuwa wewe ni mwema mno. Wewe ni Mungu mwema, Mungu mwaminifu Jehova, uketie mahali patakatifu. Bwana wangu na Baba yangu, katika jina lenye nguvu la Yesu Mwokozi wangu, na kuomba Bwana, pokea sifa na utukufu na heshima na adhama, kwa kuwa peke yako unastahili. Bwana wangu, tumekuja mbele zako Bwana katika muda, saa, dakika na majira haya, nikiomba tena Mungu mtakatifu Bwana, neema yako na iwe juu yetu. Bwana, Roho wako Mtakatifu akatamalaki ndani yetu. Baba, tunaomba ukatupe neema Bwana, neema yako na iwe juu yetu katika asubuhi ya leo. Neema yako iwe juu yetu Bwana, ukatupatie kibali machoni pako Mfalme. Bwana, tukakubalike mbele zako Mungu wetu. Baba, tunakuomba sana ukatupe neema katika alfajiri ya leo. Bwana wangu, neema yako na iwe juu yetu. Neema yako Mfalme na iwe juu yetu. Bwana wangu, tunakuhitaji zaidi sana. Baba, tunaomba neema yako na iwe juu yetu Bwana. Baba, tunaomba kukubalika mbele zako. Tunaomba Bwana kwamba ukatukubali Mfalme. Tunaomba Bwana ukatukubali kabisa machoni pako. Tunaomba kukubalika mwenye haki, Mungu wetu na Baba yetu, katika jina takatifu lenye nguvu la thamani la Yesu Kristo Mwokozi uliye hai. Bwana wangu, nakuomba Bwana ukatupe neema Bwana, neema yako na iwe juu yetu Mfalme, tukakubalike mbele zako. Baba, ukatukubali Bwana kwamba Bwana tuwe sadaka mikononi mwako Bwana, tuwe kile ambacho ulikitaka. Bwana wangu, ukishatukubali tunakuomba Bwana ututengeneze, maana Bwana wangu tunakusihi sana Bwana, tunahitaji na tunashauku, tuna kiu ya kukubalika machoni pako, kukubalika mbele zako Bwana. Baba, katika jina la Yesu ninakuomba sana ukatupe neema Bwana ya kukubalika mbele zako Mfalme. Baba, ukatukubali machoni pako, Mungu mwenye haki, Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba mno kwamba ukatukubali Bwana Yesu. Tunaomba kukubalika mbele zako mwenye haki, Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, katie patakatifu mno, usiyeshindwa wala ambaye hujawahi kushindwa na jambo lolote. Wewe hujawahi kushindwa na kitu chochote Bwana, unaweza mambo yote na kwa wakati wowote na kwa kila namna Bwana Yesu Kristo. Tuko mbele zako Bwana katika saa hii
Bwana Mungu mwenye haki, katika jina la Yesu ninakuomba sana kwamba mtakatifu Mungu wetu, Bwana ukatutengeneze Mungu mwenye haki. Bwana ukatie mahali patakatifu palipoinuka. Baba tunakusihi Mungu wetu ya kwamba Bwana ukatutengeneze upendavyo, ukatutengeneze uonavyo ni vyema, inavyopendeza, inavyokufurahisha. Hivyo ndivyo ukatutengeneze Bwana wangu. Baba tutengeneze Bwana, tuwe kile ambacho wewe ulikitaka. Mungu mwenye haki, Bwana wangu ninakuomba katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba tutengeneze mfalme. Bwana tunakuomba Bwana ukatutengeneze vile unapenda, vile unataka mwenyewe, vile unaona ni vyema mfalme. Bwana wangu tutengeneze mfalme wetu. Bwana ukapate kufaidika. Bwana wangu tutengeneze mfalme, tutokee tuwe kile ambacho ulikitaka. Tokeo halisi la kazi ya msalaba, tokeo kile ambacho Bwana ulikitarajia baada ya kazi ya msalaba. Mungu mwenye haki, tunaomba Bwana kutengeneze. Yesu katufinyange Bwana. Bwana tuwe kile ambacho ulikitaka kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana wangu na baba yangu, ninaomba sana kwamba Mungu mwenye haki, Mungu mwenye uweza na mamlaka, Bwana ukatutengeneze. Jehova tunaomba neema yako Bwana na iwe juu yetu Bwana kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu wa Bwana tunakuhitaji wewe. Tunaomba mfalme wa amani, Yesu ukatutengeneze Bwana wangu, tuwe kile ulichokitaka katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo Mwokozi, mwamba na nguvu zetu, tunakuomba Bwana. Yesu ukatutengeneze, Yesu ukatupe kukuishia wewe Bwana. Baba tutengeneze kabisa utakavyo. Bwana tuwe kile ambacho ulikitaka kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba yangu na Mungu wangu, ninakuomba sana kwamba ukatutengeneze vile upendavyo. Jehova tupe neema Bwana, tuwe kile ambacho ulikitaka kwa jina lenye thamani kubwa la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Mungu wetu na baba yetu, ninakuomba sana kwamba Jehova Mungu mwenye haki Bwana ukatutengeneze. Jehova Mungu wetu na baba yetu, ninakuomba Bwana mabwana kwamba Mungu mwenye haki Bwana, makusudi yako, nia yako, mpango wako na madhumuni yako, hayo ndiyo yakatimizwa katika maisha yetu. Ukatupe kukupendeza Bwana. Yesu tupe kukuishia wewe Bwana, ukafurahisha na kuishi kwetu duniani. Baba tutengeneze Bwana. Baba tukawe furaha kwako mfalme. Bwana tupe kuwa furaha yako duniani kwa jina la Yesu. Moyo wako Bwana ukafurahishwe na kuwepo kwetu duniani. Bwana Yesu ukafurahishwe sana na kuwepo kwetu duniani, na wala isiwe vinginevyo Bwana. Lakini Baba vile upendavyo, utakavyo na unavyofurahia, hivyo ndivyo ukatutengeneze Bwana Yesu. Tukae Bwana tuwe furaha yako duniani katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba ukatutengeneze Bwana. Yesu tutengeneze kabisa mfalme. Bwana wangu ukafurahishwe na kuwepo kwetu duniani. Bwana iwe faida kwako. Tutengeneze Mungu mtakatifu. Bwana tunakuhitaji wewe. Tupe neema ya kukuelewa. Tupe neema ya kukujua Bwana Mungu mtakatifu, tukakujue Bwana. Baba tupe kukujua. Ukajidhihirishe kwetu Bwana tukujue. Tupe neema Bwana tunapoutafuta uso wako. Tupe kukujua Bwana. Mungu wetu na baba yetu, hata Musa mtumishi wako ilifika mahali akakwambia, umeniambia tu niwachukue watu hawa na kwamba utakuwa pamoja nami, na kwamba nimepata neema machoni pako, lakini sijajua nani anayeniambia. Lakini pamoja na hayo Bwana, nani ataenda na mimi hujaniambia. Lakini Bwana Yesu, wewe Mungu wangu na baba yangu wa rehema sana, ukajidhihirisha kwake, ukamuonyesha Bwana wangu, na kutoka hapo nasema Musa ulimuonyesha njia zako, wana wa Israeli wakaona matendo tu. Bwana wangu na baba yangu, tunakuomba tusiishie kuona matendo, tunataka kuona na njia, tunataka kuzijua na njia Bwana. Baba tunakuomba katupe neema kukaribia zaidi, tupe neema Bwana kukaribia zaidi na kwa karibu nawe zaidi mfalme. Bwana tuwe karibu nawe zaidi Bwana. Baba ukatupe neema mfalme katika kukujua mfalme, ukajidhihirishe kwetu, ukajifunue Bwana, ukajidhihirishe tukujue vizuri, tukakuelewe Mungu mtakatifu zaidi Bwana. Kuna mambo yanatushinda kwa sababu tu hatujapata nafasi ya kukujua, lakini Baba nakuomba ukajidhihirishe kwetu. Yesu jidhihirishe kwetu Bwana. Baba ukatupe neema ya kukujua katika jina la Yesu Kristo mwamba mwokozi na nguvu zetu. Baba tupe neema ya kukujua, tupe neema Bwana ya kukujua kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana wangu na baba yangu, katika jina lenye uweza, mamlaka na
nguvu la Yesu Kristo Bwana, mwamba na mwokozi wetu, aliye nguvu zetu. Ye Bwana Baba, ninakuomba sana ukatupe neema, Mungu mwenye haki, tupe Bwana kuishi kwa ajili yetu, kwa ajili yako Mfalme, ukatupe kuishi kwa ajili yako Bwana Baba, ukatupe kuishi kwa faida yako, maana Bwana tukikujua tutatafuta kuishi kwa ajili yako, kuishi kwa faida yako. Ye Bwana Baba, katika jina la Yesu nakuomba sana, fanya matengenezo mapya ndani yetu, fanya matengenezo mapya ndani yetu. Ye Bwana, tuwe kile ambacho wewe unakitaka, tuwe kile ambacho Bwana kinakufurahisha wewe, kwa jina lenye thamani kubwa la Yesu Kristo Mwokozi uliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba sana kwamba Mungu mtakatifu, Bwana wangu na Baba, Yesu katutengeneze Baba, tupe kukupendeza wewe, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu uliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, nakuomba Mungu mtakatifu katupe neema, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai. Bwana wangu, tunaomba ukafanye matengenezo makubwa ndani yetu, Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba yangu na Mungu wangu, ninaomba sana Bwana kwamba neema yako Mungu mtakatifu na iwe juu yetu. Bwana mabwana, ninakuomba Mungu mtakatifu, tunakuhitaji wewe, tunaomba Bwana ukatutengeneze vile upendavyo. Bwana, iwe vile vile unavyotaka wewe, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mungu wetu na Baba yetu, nakuomba neema yako ya ajabu na iwe pamoja nasi. Bwana Roho Mtakatifu, Bwana tunakuhitaji wewe Baba, tunaomba neema yako ikawe juu yetu. Bwana Yesu, tunakuhitaji wewe, tunakuomba Bwana ukatupe kukujua, tupe kukuelewa kwa undani. Mungu mtakatifu Bwana, tuishi kwa ajili yako, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba, wako watu ambao sasa hivi wanaomba Bwana maombi mbalimbali, wako na mahitaji mbalimbali Bwana, wengine wanakuomba wape neema ya kushinda Bwana katika uraibu wa aina mbalimbali. Kuna addiction mbalimbali ambazo waliingia na sasa inakuwa vigumu kutoka kwa akili zao. Yesu nakuomba Bwana, kwa kuwa ni kweli kwamba kibinadamu addiction kuiacha haiwezekani kwa akili. Hii inakuhitaji wewe Yesu mwenyewe. Tunakuomba Bwana ukawape kuvuka, wape kuvuka Bwana watu hawa kwenye hiyo addiction, kwenye huo uraibu ambao umewakamata. Yesu tunakuomba ukawape kuvuka, wape kutoka hapo Bwana, wape kuvuka kutoka kwenye hilo eneo, wape kutoka Bwana Yesu, nakuomba ukawape kushinda katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Wape kushinda Bwana hali hiyo, wape kushinda hayo mazingira, wape kushinda hicho kinachowasumbua, wape kuvuka Bwana katika jina la Yesu. Nakuomba Baba kwamba ukawape kuvuka, wape kushinda Mfalme, kwa jina la Yesu ukawape kushinda Bwana hiyo hali inayowasumbua, wape kuvuka, wape kuvuka Bwana katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba yangu nakuomba wape kushinda, adui asiwashikilia hapo, lakini Bwana wape kuvuka, wape kwenda ng'ambo ya pili, wape kwenda ng'ambo ya pili katika jina la Yesu. Bwana wakavuke, wakashinde hayo mazingira, wakashinde Bwana, wape kuvuka, wape kushinda Bwana pale mahali ambako muda mrefu wameshinda, wameshikiliwa hapo na hiyo hali. Yesu nakuomba ukawape neema ya kuvuka, wape neema ya kushinda katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Yesu Kristo Mwokozi Bwana na mwamba wetu, na kuomba Baba kwamba ukawape kushinda hayo mazingira, addiction yote iliyowakamata. Yesu wape kuvuka, wape kutoka hapo kwa jina la Yesu Kristo Bwana Mungu uliye hai. Baba ninakuomba ukawavushe, ukawatoe hapo. Wengine Bwana wanaomba kwa sababu kuna mateso fulani wanayo kwenye miili yao, wanaumwa Bwana, wako na ugonjwa mahali fulani, kuna mahali hawana raha, wanaumwa. Yesu nakuomba ukawagushe na kuwaponya. Yesu nakuomba ukawainue, nakuomba Bwana kutoka madhabahu yako takatifu Mfalme, nakuomba Bwana wainue kutoka kitanda cha ugonjwa, wakatoke humo, wakaponywe, wakawe salama kwa jina la Yesu. Walio wagonjwa naomba wakapokea uzima, haijalishi ni ugonjwa gani. Yesu nakuomba, tazama imani yao, wamekuamini wewe. Naomba Bwana ukawagushe, ukawaponye, ondoa hiyo shida, ondoa hiyo matatizo, ondoa hiyo maumivu, ondoa hiyo mateso ndani yao kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu Bwana kuomba ukawaponye Bwana. Baba inua mioyo yao, wainue tena Bwana, inua miili yao kwa jina la Yesu. Wako ambao wamekata tamaa, wako ambao wamechoka, Yesu nakuomba ukawainue, wainue tena Bwana. Yesu kawape neema
Mungu mtakatifu, na kuomba ukawainue tena Bwana, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, ukawape neema ya kuinuka tena, waliokata tamaa, waliovunjika moyo, wape kuinuka tena, wakaendelee na safari katika jina la Yesu Mwokozi uliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, na kuomba ukawape neema ya kusimama tena na kuendelea mbele, safari yao iendelee katika jina lenye thamani la Yesu Kristo Mwokozi uliye hai. Baba, na kuomba wengine ni kweli wameumizwa, hata wanatamani kutoka eneo moja kwenda eneo jingine wanatamani kuhama kanisa kwenda kanisa, lakini Yesu nakuomba wape kusimama imara, wape kuendelea. Yesu nakuomba ukawape kuendelea, wasiache safari hii, lakini Bwana ukawape kuendelea kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Wale ambao wanaomba sasa Bwana kwa habari ya mume, wasichana ambao wanaomba kuolewa, Yesu nakuomba Baba waonekanie kwa jina la Yesu. Vizuizi ambavyo adui anaviweka mbele ya maisha yao, Yesu waondolee, na kuomba Bwana ukawafungue, waponye kwa jina la Yesu. Naomba Bwana ukawape neema ya kupata, wakakutana waume zao, Bwana wakaolewe kwa jina la Yesu, tena kwa utakatifu wote kwa jina la Yesu. Na kuomba Bwana ukawape hii neema tangu sasa. Naomba huu mwaka usipite, watetee kwa jina la Yesu. Bwana, wengine ni habari ya uchumi, naomba Bwana mwaka huu uwe mwaka wa kubadilishiwa viwango, uwe mwaka wa kubadilishiwa viwango. Wape neema Bwana, wape kufanya vizuri, wape Bwana kibali, wape kuendelea biashara zao zikaongezeke, wape neema ya kupata kipato kikubwa zaidi, lakini wape neema wasikusahau katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba yangu na Mungu wangu, ninakuomba kwamba ukawagushe Yesu, ukawatetee, ukawatengeneze upendavyo katika jina la Yesu Kristo Mwokozi uliye hai. Baba yangu na Mungu wangu, nakuomba washindie watu wako vita za aina mbalimbali kwenye kazi zao. Yesu washindie, na mkemea shetani, mapepo yote yanayotesa watu, yanayotaka kuvunja ndoa, na piga hizo roho, nazipiga hizo roho zinazovunja ndoa. Toka, una mamlaka, toka, achia roho za mauti, roho za magonjwa, roho za hasara, toka, achia kwa jina la Yesu. Roho za kushindwa, roho za kufeli, toka, una mamlaka kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, ninakuomba badili hali ya mambo ndani yao, watetee Bwana watu wako kwa utukufu wako. Wasio na watoto, naomba Bwana wapatie watoto, wapatie Bwana watoto, ukawape neema ya kupata uzao kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, wakapate kuanzia sasa na kuendelea katika jina la Yesu, watoto wa kiume na wa kike, kwa utukufu wako Mwokozi Yesu, in the name of Jesus. Baba, ninakushukuru kwa neema yako katika jina la Yesu, amen. Mungu akubariki sana. Tembea kwa amani ya Kristo Yesu. Mungu akupe neema, endelea mbele, songa mbele katika jina la Yesu. Wala usikate tamaa kwa sababu ya mambo ya watu, usikate tamaa kwa sababu ya maneno ya watu, hayatakufikisha popote. Wewe songa mbele. Kristo Yesu anakupenda zaidi ya vile unavyopendwa na watu. Mungu akubariki sana. Uwe na wakati mzuri.